Mheshimiwa Spika, nchi yetu iko salama, mipaka yetu iko salama na imara kwa sababu Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limeendelea kutimiza ipasavyo jukumu lake la kulinda uhuru na mipaka ya nchi yetu. Jeshi letu la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilitimiza miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Katika kipindi hiki tumewekeza sana katika kuliimarisha kwa vifaa, zana za kisasa na mafunzo. Weledi na nidhamu ya wanajeshi wetu ni ya hali ya juu na ya kupigiwa mfano. Tumeboresha maslahi na makazi ya wanajeshi kwa kujenga nyumba mpya 6,064 za kuishi askari. Uwezeshaji huo umechangia kulifanya jeshi letu kushiriki ipasavyo katika shughuli mbalimbali za kitaifa na kimataifa, ikiwemo ulinzi wa rasilimali, ulinzi wa miradi mikubwa ya kimkakati na operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa, hasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Lebanon, Sudan au Sudan Kusini na eneo la Abyei. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Kujenga Taifa, tumepanua miundombinu na kuongeza idadi ya vijana wanaojiunga na jeshi kutoka 160,427 mwaka 2020 hadi 190,059 mwaka 2025. Tumefanya hivyo kwa kutambua kuwa Jeshi la Kujenga Taifa ni nyenzo muhimu ya kujenga ujasiri, uzalendo na dhana ya kujitegemea miongoni mwa vijana. Vile vile SUMA JKT imeweza kushiriki kikamilifu kufanikisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya uzalishaji na miradi ya ujenzi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Polisi, tumeendelea kuliimarisha kwa kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza miundombinu, ambapo vituo vya polisi 472 vimejengwa hadi ngazi ya kata na shehia. Halikadhalika tumeboresha makazi ya askari na kununua vitendea kazi ikiwemo magari na pikipiki kwa ajili ya kazi za utawala na operesheni. Aidha, askari wapya 16,000 wameajiriwa, huku maofisa wakaguzi na askari 10,363 wakipandishwa vyeo. Natoa pongezi nyingi kwa Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Hatuna budi kutambua kwamba uhalifu unaozuiliwa kwa jitihada za Jeshi la Polisi ni mkubwa kuliko unaofanyika. Kasi ya kuwabaini na kuwakamata wahalifu na kuwafikisha mahakamani imeongezeka, jambo ambalo bado hatujafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani. Lazima nazo tuendelee kuzitafutia mwarobaini wake. Aidha, nalielekeza Jeshi la Polisi kuongeza jitihada katika kukomesha matukio ya watu kupotea. Mheshimiwa Spika, Jeshi letu la Magereza nalo limeendelea kutekeleza vizuri majukumu yake ya kulinda wafungwa na kurekebisha tabia zao. Aidha, katika kulinda haki za binadamu, tumeendelea kuboresha huduma za malazi, mavazi na chakula kwa wafungwa jinsi hali ya uchumi inavyoimarika. Kwa upande wa watumishi, serikali imepandisha vyeo maafisa waandamizi na askari wa jeshi hilo wapatao 14,733 na kuajiri askari wapya 3,404, hivyo kupunguza uhaba wa rasilimali watu. Vile vile tumewapa vitendea kazi kiwemo magari kwa ajili ya kuimarisha utendaji kazi na magereza mapya 8 pamoja na hospitali kuu ya kanda ya Jeshi la Magereza hapa Dodoma yanaendelea kujengwa. Serikali imewezesha jumla magereza 66 kuanza kutumia mfumo wa tehama wa mahakama mtandao
ambao unarahisisha usikilizaji wa kesi bila wafungwa kusafirishwa hadi mahakamani. Mheshimiwa Spika, ili kuongeza uwezo wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kufikia maeneo ya dharura kwa wakati, serikali imewezesha ujenzi wa vituo vipya vya zimamoto 3 vilivyokamilika na 8 vinaendelea na ujenzi. Vile vituo vya zamani vimefanywa ukarabati na kununua magari 12 ya kuzima moto, yakiwemo magari 2 yenye ngazi kwa ajili ya kufikia majengo marefu na boti 2 za uokoaji katika bahari na Ziwa Victoria. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa idara ya uhamiaji, zaidi ya maafisa wakaguzi na askari 3115 wamepandishwa vyeo na askari wapya 2251 wameajiriwa. Aidha, doria, misako na operesheni ziliimarishwa katika maeneo mbalimbali nchini na zimewezesha kukamatwa kwa watu 97,538 kwa makosa ya uhamiaji ambao wamechukuliwa hatua za kisheria, kiwemo kwa baadhi yao kuondoshwa nchini. Vile tunaendelea na ujenzi wa chuo cha mafunzo cha uhamiaji cha Rafael Kubaga kilichopo Boma Kichakamiba, wilaya ya Mkinga, mkoani Tanga. Mheshimiwa Spika, serikali pia imeimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kupunguza uingizaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya kwa kubaini na kudhoofisha mitandao ya wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Katika kipindi hiki tulikamata jumla ya kilogramu milioni 4,997,511 za dawa za kulevya zikihusisha watuhumiwa 25,715. Kwa upande mwingine, katika kuwasaidia waathirika, tumeongeza vituo vya utoaji huduma za tiba kwa waraibu wa dawa za kulevya kutoka vituo 9 mwaka 2020 hadi vituo 18 mwaka 2025 ili kupanua wigo wa huduma hii muhimu. Pamoja na hatua hizo madhubuti za kudhibiti na kuwalinda vijana wetu dhidi ya dawa hizo, hatua nyingine za kudhibiti na kuwalinda vijana wetu na dawa hizo zinaendelea kuchukuliwa. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha mfumo wa usimamizi wa maafa, tulirekebisha sera ya taifa ya usimamizi wa maafa ya mwaka 2004 toleo la mwaka 2025 na tulitunga sheria ya usimamizi wa maafa namba 6 ya mwaka 2022 kwa lengo la kuweka mfumo wa kitaasisi wa usimamizi wa maafa kuanzia ngazi ya taifa hadi wilaya. Nyote ni mashahidi wa maafa makubwa yaliyotufika kwa nyakati tofauti kutokana na mvua kubwa kwenye maeneo ya Hanang, Mbeya, Rufiji na Moshi. Kipekee nivipongeze vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuwa mstari wa mbele na kushiriki katika uokoaji wakati wa maafa. Na vile walishiriki kwenye usambazaji wa mahitaji muhimu kwa waathirika. Mheshimiwa Spika, kufuatia maafa ya Hanang, serikali iliratibu ujenzi wa nyumba 109 za kudumu zenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 8 kwa ajili ya waathirika ziliharibiwa. Pia nitambue mchango wa taasisi za kiraia, wafanya biashara na wananchi waliojitolea na kushiriki kikamilifu katika mazoezi ya uokoaji kama tulivyoona kwenye ajali ya ndege ya Bukoba, maporomoko ya Hanang na kuanguka kwa jengo la Kariakoo. Huu ndio Utanzania na ninawapongeza tena kwa moyo wao wa utu na uzalendo. Mheshimiwa Spika, nilipoingia madarakani niliona haja ya kuhakikisha tunaendelea kujenga taifa lenye maelewano na maridhiano ili tuweze kwenda pamoja katika mwelekeo wa maendeleo. Dhima hili ni sukuma kubuni na kutekeleza falsafa ya R4. Tukiongozwa na falsafa hiyo ili tuelekeza kwenye mageuzi, maridhiano, ustahamilivu na kujenga upya, na tuliweza kuwaleta wadau wa kisiasa na wengineo pamoja na kufanya maamuzi na maboresho mbalimbali yaliyojumuisha na kushirikisha wadau wote. Serikali iliunda tume ya maridhiano iliyofanya kazi nzuri na ilikuja na mapendekezo ya aina mbili
yale ambayo ni ya muda mrefu kama mabadiliko ya katiba, na yale ya muda mfupi ambayo yalihusu masuala ya uhuru wa vyombo vya habari na masuala ya vyama vya siasa kufanya shughuli zao. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza mapendekezo ya tume, serikali iliondoa mara moja zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa, na wote tumeshuhudia vyama vikiendelea kufanya shughuli zao kwa uhuru, ikiwemo mikutano ya hadhara kote nchini. Vile vile baraza la vyama vya siasa limefanya mikutano 6 na kutoa mawazo na ushauri uliowasilishwa serikalini kwa kufanyiwa kazi. Kufuatia mashauriano yaliyohusisha wadau wote wa kisiasa, Bunge lilitunga sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024, sheria ya uchaguzi wa rais, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 2 ya mwaka 2024, sheria ya vyama vya siasa sura 258 na sheria ya gharama za uchaguzi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe ili kujibu tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee, hatua ambayo inafuta kilichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Vile vile utungaji wa kanuni za uendeshaji wa uchaguzi ulifanyika, na serikali imeendelea kuimarisha uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa nchini, ambao hadi Juni 25 serikali imetoa ruzuku shilingi bilioni 87.87 kwa vyama vinavyostahili kupata ruzuku. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, asasi za kiraia nazo zimekuwa huru kufanya shughuli zao, ikiwa ni pamoja na kukutana na kuishawishi serikali, ambapo mapendekezo yao mengi yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Kwa kuwa suala la katiba ni pendekezo la muda mrefu la Tume ya Maridhiano, kwa msingi huo mchakato wa katiba mpya ni miongoni mwa ahadi ambazo zinaonekana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Hivyo ni kusema kwamba shughuli ya kuanza kufanya katiba mpya itatekelezwa katika kipindi kijacho cha miaka 5. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kuwa rushwa ni adui wa haki, na mlifurahi sana mlipomwona mkurugenzi mkuu wa kupambana na rushwa na hatani